Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Nikualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataka uwajibikaji, pia agiza uadilifu uzalendo kusimamia rasilimali za nchi. CAG atangaza kupungua hasara za mashirika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akipokea ripoti kutoka kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere, Ikulu Dar es Salaam. Habari picha nyingine inamuonesha rais akipokea taarifa ya mwaka ya utendaji wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Cyprian Chalamila, Ikulu Dar es Salaam jana. TAKUKURU PPRA waokoa mabilioni. Habari katika ukurasa wa pili. Ugomvi majumbani ugoni viongozi wa mauaji 2025. Habari katika ukurasa wa 3. Mafuriko ya athiri wananchi 1163 Simanjiro. Habari katika ukurasa wa 20. Ruwaichi akemea yaliyofanyika kanisani Salasala. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mamia wa muaga Lukuvi Iringa kuzikwa leo. Habari katika ukurasa wa 3. Mbunge wa zamani Bwege afariki dunia. Habari katika ukurasa wa 7. Wadau tume iongeze imani ya wananchi kwa polisi. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Ulega imeza weledi viwango miradi ya maendeleo. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Chijoriga aeleza sababu Tanzania kufanikiwa utawala bora. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni hawajabadilika aise. Ndege ya mizigo ilitumika kinyume na matumizi yake yaliyokusudiwa, ambapo 94% ya safari zake zilikuwa za msafara mfupi na ya kati badala ya safari ndefu zenye mapato makubwa. Ilifanya safari nyingi chini ya uwezo wake wa kubeba na hatimaye ilisimamishwa, huku ikiendelea kugharimu ushirika takriban shilingi bilioni 3.54 kwa ukodishaji wa bima bila kuzalisha mapato. Hii nukuu ya Charles Kichere, CAG. Mwananchi limeandika kwa ufupi maeneo mbalimbali yaliyoguswa na ripoti ya CAG. Hasara ATCL, vifaa vya tiba havifanyi kazi. Vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi bilioni 5.17 havifanyi kazi licha ya serikali kuvisambaza wilayani. Gharama za uwanja AFCON, ujenzi wa uwanja mpya kwa ajili ya AFCON jijini Arusha wasainiwa bilioni 338 badala ya gharama ya bilioni 187. Wateja wa benki waibiwa. TAKUKURU imebaini milioni 147 za wateja kwenye benki mbalimbali kutolewa bila ridhaa yao. Kadi feki za ATM zilitumika. Mwalimu Nyerere, CAG ameshauri uchunguzi wa kina ufanyike baada ya timu iliyokuwa inasimamia kushindwa na kusababisha hasara. PPRA
yadhibiti manunuzi. Kiwango cha zabuni za umma kimeongezeka kwa 3%, huku bilioni 13.3 zikiokolewa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Bwege afariki akiacha somo la kutetea haki, habari katika ukurasa wa 3. Usimamizi duni chanzo tazama kuvamiwa daa, hii ni ripoti maalum, habari katika ukurasa wa 11. Wanachotaka wananchi kwa wabunge wao, bajeti 2026-2027, habari katika ukurasa wa 2. Siku 90 za mvua, watu 38 wafariki. Wakati mwaka jana mvua zilionekana kusababisha zaidi uharibifu wa miundombinu, mwaka huu zimegeuka tishio kwa maisha ya watu, zikisababisha vifo kwa watu 38 katika maeneo mbalimbali nchini, habari katika ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye limeandika ripoti ya CAG Kichere mikononi mwa Samia, ni pamoja na taarifa ya TAKUKURU PPRA, asisitiza uwajibikaji na ulinzi wa rasilimali za taifa, akemea vikali uzembe, ubadhilifu, habari katika ukurasa wa 4. Serikali yagawa vifaa vya TEHAMA mikoa 9, habari katika ukurasa wa 4. Makaa ya mawe kuchochea maendeleo ya viwanda nchini, habari katika ukurasa wa 4. Aliyekuwa mbunge wa CUF Bwege afariki. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kilwa Kusini kwa tiketi ya CUF Suleiman Bongala maarufu kama Bwege amefariki dunia jana mchana katika hospitali iliyopo Kigamboni jijini Dar es Salaam. Taarifa zinamnukuu mmoja wa wanafamilia zimedai Bwege alifikishwa hospitali hapo kwa ajili ya matibabu ya dialysis kama ilivyokuwa kawaida, ambapo ndipo mauti ulimkuta. Serikali yaanza kushirikiana na sekta binafsi usambazaji umeme, habari katika ukurasa wa 3. Marufuku kukeketa wasichana wakati wa likizo, habari katika ukurasa wa 7. Iran yatishia kushambulia vyuo vikuu vya Israel na Marekani, habari katika ukurasa wa 19. Serikali inavyohamasisha jamii kutumia fursa ya taka kusafisha mazingira, habari katika ukurasa wa 12 hadi ukurasa wa 13. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tutazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ripoti za CAG TAKUKURU PPRA, ununuzi wa nasa vigogo. Rais amwagiza katibu mkuu kiongozi kuchukua hatua madhubuti kudhibiti mianya ya ubadhirifu. PPRA yajumuishwa kwa mara ya kwanza akili unde AI sasa kutumika kunasa mafisadi, habari katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan anasema uwajibikaji si chaguo bali ni wajibu, na hatuhitaji kuwa na hofu ya kuchukua hatua pale ambapo uzembe unabainika. PPRA itoe ripoti ya taasisi zinazofanya vizuri na zile zisizofanya vizuri ili umma ujue na taasisi hizo zifanye jitihada zaidi. Kwa fupi, Nipashe limeandika ripoti ya CAG, deni la taifa limeongezeka kwa trilioni 12.7 ndani ya mwaka mmoja. Mashirika 22 ya umma yameendelea kupata hasara licha ya ruzuku ya serikali. Miradi ya maendeleo yenye thamani ya trilioni 1.79 imebainika kuwa na makosa ya kisheria. Ripoti ya PPRA, bilioni 82.6 zililipwa kwa kazi hewa, taasisi 24 zahusishwa, miradi ya bilioni 235 yatelekezwa au kuchelewa, zabuni za bilioni 101 zatolewa bila idhini kwenye taasisi 152. Wakati ripoti ya TAKUKURU, kashfa ya kadi za benki bilioni 147.5 zatoweka, kampuni 162 zahusishwa, kesi 1016 za rushwa zafunguliwa, ushindi wafikia 81.5%,
bilioni 101.8 zaokolewa. Mtandao wa rushwa fichuliwa. Undani wa taarifa hizi ni katika ukurasa wa 2, wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Ripoti uchunguzi matukio yaliyojiri Oktoba 29 yaiva, habari katika ukurasa wa 5. Ubia katika nishati, maazimio 10 ya chora ramani ya umeme wa uhakika Tanzania, habari katika ukurasa wa 5. Upasuaji wa kwanza kuondolewa jiwe kubwa katika figo wafarikiwa, habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Askofu akemea utoaji mimba, ulipizaji kisasi, habari katika ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni taasisi zilizofanya vibaya kuanikwa. Ni agizo la Rais Dr. Samia kwa mtendaji mkuu wa PPRA, asisitiza majina ya wakuu wa taasisi zilizofanya vizuri au vibaya yatangazwe. Aitaka TAKUKURU kutomwonea muhali mtu yeyote. CAG aeleza deni la taifa bado ni himilivu. Aipongeza TRA ukusanyaji mapato, habari katika ukurasa wa 2. TANROADS raha tupu, habari katika ukurasa wa 2. Lukuvi kuzikwa Iringa leo, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, William Lukuvi anatarajiwa kuzikwa leo katika kijiji cha Idodi kilichopo wilayani Iringa vijijini mkoani Iringa. Lukuvi alifariki dunia Machi 25 mwaka huu katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Bwege hatunaye tena, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Watu 6 wafamaji mkoani Rukwa, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Dr. Mwinyi, tutachukua hatua kuliongezea thamani zao la mwani, habari katika ukurasa wa 2. Serikali itaendelea kuzitatua kero za wafanyakazi Hemedi, habari katika ukurasa wa 3. Akutana na uongozi wa MEWATA, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dr. Mwinyi ateua viongozi, habari katika ukurasa wa 2. Urusi yasaidia mahitaji ya kibinadamu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Dr. Samia apokea ripoti za CAG TAKUKURU, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu. Na gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika Simba yaanza umafia, habari katika ukurasa wa 2. Mechi zijazo ni April 2 dhidi ya Coastal Union nyumbani, April 5 ugenini dhidi ya Azam FC, April 9 dhidi ya Fountain, April 12 dhidi ya Dodoma. Hii ni kombe la shirikisho. Aziziki na ishu ya Yanga, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Wadau wa mpatano Gamondi, habari katika ukurasa wa 2. Dar City na leo tena, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. 100 ushindi wa pointi 100 dhidi ya 70 dhidi ya Johannesburg Giant ulionyesha wazi uwezo mkubwa wa timu hiyo katika ushambuliaji, na undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Ripoti ya CAG mazito uwanja wa AFCON Arusha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti ya kirafiki leo Jumanne ni England dhidi ya Japan saa 3:45 usiku Wembley. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika mechi za FIFA series za mkosha Gamondi, Dar City kuisaka robo finali Afrika, Kenya yalipa ada CAF AFCON 2027,
FIFA ya wachunguza maofisa Kongo kwa ubadhirifu, habari katika ukurasa wa 22. Morocco hajizatiti kuandaa AFCON, habari ni katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Nipashe limeandika madudu yabainika uwanja wa AFCON, sijieleza kuna ongezeko la 81% katika mkataba wa ujenzi wa uwanja huo ulioko Arusha, akosoa, habari ni katika ukurasa wa 23. Gamondi, hiyo ndio Stars ninayojua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.